tulikuwa tunajadili taarifa hizi za kamati mbalimbali ndani ya halmashauri yetu. Tumezijadili, tumezipitia na tumetoa maelekezo kama baraza namna ya watendaji wetu hasa mkurugenzi pamoja na management namna ya kwenda kutekeleza mambo yale. Sisi kama Wanatemeke tunawapongeza wananchi wetu kwa namna ambavyo wanatupa ushirikiano katika ulipaji kodi. Tuna miradi mikubwa yenye thamani ya bilioni takriban 150. Tunayo majengo makubwa ya ghorofa 10 ya hospitali tunajenga. Tunazo shule za ghorofa zipatazo 7, ghorofa 5, 6, 7 tunajenga. Miradi hii itawezekana kwa wananchi kuendelea kulipa kodi. Lakini ndugu wanahabari, niwaambie wananchi wa Temeke saizi ni wapekee. Na wananchi wa Temeke saizi wanalipa kodi kweli kweli. Ndio maana tunatembea kifua mbele kwamba miradi yote ya maendeleo ambayo nimwambia haipungui bilioni 150 kwenye barabara, kwenye elimu, kwenye afya, kwenye mazingira tunakwenda kuitekeleza na itakamilika kwa wakati. Na nimetoa wito kwa wakandarasi wetu mbalimbali ambao tumewapa miradi. Kwa sasa hatuna staha kwa mkandarasi ambaye atakuwa nje ya mkataba wetu. Miradi hii ni miaka miwili. Sisi tuna fedha, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kashatupa ridhaa na kibali. Tutumie fedha hizi za wananchi kuwalipa wakandarasi. Na tunapa kipaumbele wakandarasi wazalendo. Hawa tunawapa kipaumbele kwa sababu tunapenda multiplier ya uchumi ichangamke ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo wito wangu kwa hawa kandarasi ambao tumewapa miradi yetu ndani ya Temeke, mimi meya, baraza la madiwani, wataalamu wazingatie viwango na thamani ya fedha kwenye miradi yetu, lakini matarajio ya wananchi wakatimize miradi hii kwa wakati. Wanahabari, niwashukuru sana kwa kuhudhuria, niwapongeze kwa kuja kuchukua taarifa hizi kuwafikishia wananchi zile ahadi za Chama cha Mapinduzi. Kwenye maeneo yote tunakwenda kutekeleza kwa 100%. Hakuna mara tutakwama kwa sababu kodi tunakusanya na fedha tunapata na tunaelekeza kwenye miradi. Na tuko makini sana kuhakikisha kwamba fedha ya wananchi hata shilingi moja inatumika kama ilivyotarajiwa.